Je, kuna jambo kubwa linaendelea eneo la Western Kenya ambalo Wakenya wengi hawajaliona bado. Manake wakati viongozi wakubwa wakijipanga kuelekea mwaka 2027, kauli zinazotoka kwa viongozi, vijana na wanaharakati zimeanza kuibua mjadala mpya kuhusu jina la Edwin Sifuna. Lakini je, hizi ni kauli za kawaida au ni mwanzo tu wa mwelekeo mpya wa kisiasa? Leo tutapitia video 7 tofauti ambazo zikikusanywa pamoja zinaonyesha kwa nini jina la Edwin Sifuna linaendelea kutajwa kwenye mazungumzo ya kisiasa. Tazama hadi mwisho, maana video ya mwisho ya Boni Khalwale inaweza kukushangaza zaidi. Kwa muda mrefu Edwin Sifuna amekuwa akijulikana kama katibu mkuu wa ODM na senator wa Nairobi, lakini siku za hivi karibuni mazungumzo mapya yameanza kuonekana hasa kutoka eneo la Western Kenya. Swali ni moja, kwa nini jina lake linaanza kutajwa mara kwa mara? Kauli hii imezua mijadala mikubwa mitandaoni. Wapo wanaoiona kama msimamo wa kisiasa wa mtu binafsi, huku wengine wakiiona kama ishara ya mabadiliko yanayoendelea kujengwa ndani ya eneo la Western Kenya. Kwanza wameona wakati Sifuna ameanza kuamuka na kuanza kutambulika, ndio sasa na wao wanakimbia kuanza kutafuta namba 30 Kwa kama yeye anataka kukua president 2032, wacha apewe deputy president kwa hii mfumo ya 2027 tuamini. Hiyo vitu zingine siasa ya porojo na uongo sisi tulipitwa na wakati. Hiyo kitu aenda atafutie kule mbali, lakini si Kenya. Hakuna kitu kama hiyo. Hatuwezi kudanganywa kitu mbaya. Kwani kwanza president alisema wajinga walisha Kenya. Wajinga sisi tulisha Kenya. Kama saa hizi ndio naanza kusema hatunataka. Saa ngapi? Nyinyi kule hiyo namba 3, sisi saa hizi tunataka kiti namba 1. President wetu ni mtu anaitwa nani? Sifuna. Huyo ndiye tunataka. Na ndugu yetu Sifuna, wewe kijana yetu, wewe tunafanya wewe siasa za ODM, tumetembea na wewe unajua, nilikuorganizia mkutano kule Nakuru, unajua vizuri. Wewe kijana yetu usirudi nyuma. Mtu tunamtaka mtu azikutisha ati sijui nini ama nini. Hapana, wewe kuja nyumbani, tembea kule. Jana umekuwa Machakos, tembea hivyo. Tulikuwa Kisumu. Ndugu zangu wale mko hapa, mimi nilikuwa kwa wale watu tulikuwa Kisumu. Na nchi yote imekubali. So msirudi nyuma. Mtu asianze kutisha lazima ukuwe na pesa. Sifuna tutakuchangia pesa, wewe simama, sisi tunaenda kuchangia. Tulichangia Wamalwa, tutachangia Sifuna. Lakini mambo yalipata sura nyingine baada ya Waziri Kipchumba Murkomen kusema kwamba Sifuna ni kiongozi mwenye uwezo na kumkaribisha kufanya kazi na serikali. Badala ya kumaliza mjadala, kauli hiyo ilionekana kuongeza mjadala zaidi, huku baadhi ya vijana wakitoa maoni yao kwa njia tofauti kabisa. Murkomen, tunakuona vizuri sana. Sifuna hataki kukuja kwa government. Sifuna hajatangaza ya kwamba anataka kujoin government. Mnataka kumuua ama? Hiyo ndio target yenu, si ndio? Juu mmesense ground ni ya Sifuna. Sasa sasa mnataka kumweka kwa serikali. Kama mnataka kumweka kwa serikali, yeye ndiye anapeperusha bendera ya upresident. Sawa sawa. Yeye ndiye atakuwa kwa presidential candidate. Na deputy wake akue Babu Owino. Na Kasongo akuwe chief campaigner wake. Kasongo akuwe chief campaigner wake. Jio mchezo ya paka na panya hatutaki. Sifuna hajasema nataka kukuja kwa government, hajasema natafuta job government. Sifuna hako kwa kutafuta hiyo kiti ya kwanza. Hiyo yenye mnashinda mnatetea, mnahofia itaanguka. Hiyo ndio tunataka. Hatutaki akuje government. Wewe payuka huko nje ukisema venye mnataka kuweka Sifuna kwa kazi atawajoin na kuja mfanye kazi pamoja. Na hakuna siku hata moja utapata Sifuna anafanya kazi na Ruto. Never. Hiyo nayo unafaa kusahau. Chorus one time. Na wakati wengi wakisubiri kuona viongozi wengine watasema nini, Cleophas Malala naye akaingia kwenye mjadala. Kauli yake ilijikita zaidi kwenye umoja wa jamii yake na umuhimu wa kusimama pamoja, na hapa ndipo mjadala ulizidi kupanuka zaidi. Mimi Cleophas Wahungu Malala, nimesema I'll do anything to ensure that our community is united. Amen. Na ndiposa mimi nimesema mimi nitasimama nyuma ya kijana yetu Edwin Sifuna kwamba tusonge mbele. I will do that. I will do that. Because ukweli wa maneno, we must have one leader at a time. We cannot all lead at the same time. Kama ndugu yangu Sifuna yeye ndiye hapo na nafasi pale mbele, itakuwa makosa mimi Cleophas Malala niende nianze kupinga Sifuna. Mimi nimefanyia watu kazi. Nilianza na kufanyia Raila Odinga kazi, akaturusha. Nikafanyia William Ruto kazi, akanirusha. Sasa ni lazima mimi pia nifanyie mtoto wetu, si ndio?
wacha niwaambie, sisi Waluhya tukitaka tupate urais siku moja, ni lazima tufanye kazi na jamii zingine, tushikanishe, ndio tupate mtoto wetu aende wapi? Sisi wote tukisema tunajifungia kwa nyumba moja, hatutaipata kura. Tulijaribu kufanya hiyo mchezo na Ford Kenya. Mpaka saa hii Ford Kenya ni chama ya familia moja. Wakikutana kwa matanga ya kuvu yao, wanaweza fanya mkutano ya chama hapo. Umeona? Kristo Amalwa ni ndugu ya Wetangula. Wetangula ni dada ya, ni ndugu ya Nakumicha. Nakumicha has been done. The same local things. You must start thinking national. Na mimi naomba mwambie Sifuna, in as much as tunaunda chama, sisi tutamuunga mkono. Lakini akiruhusu pia sisi tuwe na marafiki wengine huko ambaye watakuja kumsaidia awe rais wa Jamhuri ya Kenya. Na si viongozi wa kisiasa pekee waliotoa sauti, bali sauti zingine pia zimeendelea kusikika. Kauli hizo zimeendelea kuongeza mazungumzo kuhusu nafasi ya Edwin Sifuna katika siasa za sasa na zijazo. Hebu tumsikize Roslyn ambaye ni mke wa Atwoli. Na mimi nataka kuambia wamama wa Western, sisi ni mama ya Sifuna. Yes. We are Sifuna's mother and we must support our own. Omundu akakube yakota. I remember the year 2002. Maybe wengine wenyu mko kwa siasa. Musalia Mudavadi was to run as a president. Na kadanganya ila alichaguliwa akakuwa deputy president for kama parliament imefungwa. Kakamega iliwaka moto. Yes. I'm telling you. People died. Yes. Not because of the police. The community. They turned against Musalia. The truth of the matter. In fact, alibebewa kwa buti ya gari ya makaa to hide him from the state house when they came to declare at yeye sasa ata support Uhuru. And it is with the same zeal. Kenyans are supporting our own son. Esese manyeli Western wadu bakali kuna kimyo campaign. If you have $1 billion, support our son. Nolinengo ho, support him. Nolina kimyoko tusia support mwana wetu. Amen. Akokongene nebali bebase. I'm appealing to all mothers and all fathers and all brothers and sisters to Sifuna. Let's come together. Kenya is ours. Asanteni sana. Lakini kilichowashangaza wengi zaidi ni pale kundi la vijana kutoka Bungoma lilipozindua harakati zao. Vijana hawa walitumia kauli iliyozua mijadala mingi ya kwamba lugha pekee ya tutam wanayoijua ni tutamtoa. Linda Kenya, linda mwananchi, linda Kenya, linda mwananchi, linda Kenya. Sifuna. We are going to work with Edwin Sifuna. The only two-term that we know is tutamtoa. Linda mwananchi, linda Kenya. Linda mwananchi, linda Kenya. The only two-term that we know is two-term pace. The so-called number 3 from Bungoma County anasimama akisema Ruto is working and building Bungoma. Where and when? So as people of Bungoma, as people of Trans Nzoia, as people of Vihiga, Busia, Western region kwa ujumla, Wetangula, Ruto, all the Kenya Kwanza regime must go. Tunasema kwa kauli moja kwamba kwa sababu ya huu uongozi mbaya ambao tunauona hapa Kenya, sisi kama vijana kutoka hapa mkoa wa Magharibi tutaunga mkono Linda Mwananchi ambayo inaongozwa na vijana wetu Edwin Sifuna, Godfrey Ososi na Caleb Hamisi. Sisi nia yetu kubwa ni kulinda wananchi. Linda mwananchi, linda Kenya. Linda mwananchi, linda Kenya. Kabla tuendelee, acha nipe nafasi mwenzangu kutoka Busia anene jambo. Na sasa mjadala ukafika kwa Boni Alwale. Kauli yake ilikuwa tofauti kidogo, manake aliwataka viongozi mbalimbali wa jamii ya Waluhya kuzungumza kwa sauti moja. Lakini kabla mjadala hujaisha, Alwale pia alitoa simulizi ambayo imekuwa ikisambazwa sana mitandaoni. Namuomba Waluhya, for the first time, nataka mniruhusu niende kwa mswe Atwoli. Mniruhusu
muniruhusu kwa heshima niende kwa mzee Mudavadi, mzee Wetangula, ndugu yangu Sabula, niwapembeleze zile fikra za kukaa Waluya za kusema kwamba Mluya hawezi, wawache vile Mungu amesema ni Edwin Sifuna, ni Edwin Sifuna. Waluya, mimi ninamwambia ukweli, msiponipatia nafasi nigeuze mzee Atuoli anaweza tereza tena. Alitereza wakati nilileta hapa Mudavadi, Atuoli ya kumpatia support. Wakati Ruto alikuwa anatafuta, Atuoli alingoja Ruto ashinde kwanza ndio aruke aende huko. Atuoli, please, I respect you. Wewe ni mzee wangu, wewe ni jirani yangu. Atuoli, listen to me. Hakuna mtu ambaye ni Mkenya na si Mluya mwenye atakuheshimu wewe mzee kwa sababu unadharau Sifuna. Boni Alwale pia alimkumbuka marehemu kijana Wamalwa na kueleza maneno aliyodai aliambiwa miaka iliyopita kuhusu umuhimu wa kutetea maslahi ya jamii ya Waluya. Kauli hiyo imeendelea kuibua hisia tofauti miongoni mwa Wakenya. Wamalwa aliniambia kabla alale London Hempstead Hospital 5 days kabla afe, aliniambia omwami oisoha usikeuke Mluya. Ndio Wamalwa alipolala nikakataa kukeuka Mudavadi, na ndio saa hii kwa sababu nyota ya Sifuna ndio hiyo, siwezi kugeuka Edwin Sifuna. Sikia, hiyo sio kwamba ninamnyima heshima the president of Kenya. No, President William Ruto tulipokaa na yeye nikaja kumtafutia kura huku, hakuniambia anataka kura 2 terms. Aliniambia anataka kura 1 term. So President Ruto amepata 1 term. Ruto amepata nini? Amepata nini? Bas, kama hako na mambo ingine, mimi ndio huyu. Ruto unaniona, ita mimi, tutakaa na wewe, nitakuambia Mheshimiwa Ruto, Waluya nyumbani wameniambia vile Moi alikula 24, wewe umekula 5, sasa Waluya nao wakule 10. Alafu ishi. This, ladies and gentlemen, is called leadership. We have to lead the communities of Kenya by demonstrating to them that we have capacity to lead, not money to lead. Barack Obama became the president of the United States of America na alikuwa anachangiwa $20, $100 na Obama akawa the president of the Republic of the United States. Shemali. Sasa swali linarudi kwako, je, hizi kauli 7 zinaonyesha mwelekeo mpya wa kisiasa au ni sehemu ya mijadala ya kawaida ambao hujitokeza kabla ya uchaguzi? Niachie maoni yako kwenye comment section, na kama umefika hadi mwisho wa video hii basi andika neno groundwork kwenye comment section ili tujue umefuatilia kila kipande. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Huyu kijana anaitwa Edwin Sifuna. Nimeona mmemuongelea hapa, wengine mnaongea mbaya. Huyo kijana mkae mkijua si wa 2032, ni wa 2027. Hii inakuja hii. Hapo ndio tuko na hatutoki. Tumeamua tunatembea na huyu kijana, tutatumia pesa, hata kama pesa itakosekana ya campaign. Sisi tutachanga. Tutatuma tu, kila mtu tutaweka paybill. Sifuna atachangiwa hiyo pesa, na hiyo pesa tunaenda kung'ang'ana naye kwa kinyang'anyiro ya kutoa William Samoei Ruto. Wakiwa na Stephen Kalonzo Musyoka. Tukiwa na mzee wetu huyu Gachagua mwenye nyinyi mnaongelea hapa. Kama mjajua, Gachagua tuko kimoja na yeye. Nataka kupika hii siasa ya Nairobi. Nairobi governor, mimi hapo nilitoka kitambo sana. Nairobi governor, mimi nilitoka hapo kitambo sana kwa sababu naona yenye inatendeka Nairobi. Hata ukiangalia wamama hapa sasa wengine wanaenda kwa nyumba wanalala tu njaa. Nairobi hakuna kazi, kuna governor tulichukua.
Nairobi watu wanahangaika, ndio unaona industrial area, watu wanaamka asubuhi wakitafuta kazi, kazi ipatikane. Takataka Nairobi imejaa kila corridor.